Mando tumaliza mimi la mwisho kwa siku ya leo. Hapa katikati bana, Mfalme pamoja na Diamond bana, sasa hivi ni kama Diflori kama linaonekana imerudi tena kwa mara nyingine tena. Lakini kitu ambacho kimebuka sasa hivi ni watu wanasema kwamba Alikiba ndo anamtumia sana Diamond. Diamond hana faida yoyote na bifu hili la Alikiba, kwa sababu Alikiba ni msanii local, Diamond ni msanii international. Kwanza kwenye hili statement yake ya kule Mwanza kule alianza nao kusema watatoa sasa tutafanya nini, baadaye tena akatweet pia, ilikuwa ni TikTok si ni Twitter kule, akatoa tena ujumbe mwingine pia. So far ni kwamba Alikiba kwenda anatafuta upepo kwa Diamond kwa sasa hivi. Kwanza ni wakosoe watu wanaosema vile. So kweli kwa sababu gani? Ingekuwa ni hivyo, Diamond asingekuwa anamzungumzia Alikiba. Unajua mimi nizungumza jambo moja. Ukisema Diamond yafaidiki na, alafu mimi sisemi ni beef, nasema ushindani, biashara. Ukisema Diamond yanufaiki unakosea, kwa sababu mwanzilishi wa hizi zote nani? Ni Diamond. Na wakumbusha watu walianzia wapi? Alianzia Kigoma kwenye kufunga kampeni za Baba Levo. Wakanasema kama kuna kenge yoyote anaweza mziki atoke mbele. Ushaelewa? Alikuwa anatoa room kwa msanii yote kumjibu. Ushaelewa? Lakini kipindi kile toka mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 4 kuna mtu alimjibu? Kwa nini hakujibiwa? Kama watu wangekuwa wanataka upepo wa Diamond, kwa nini hawakumjibu? Uoga. Acha uoga. Uoga gani bwana? Alikiba kamchana. Ushaelewa? Sio uoga. Mimi nikwambia kitu moja Victor. Diamond na Alikiba wanajua biashara. Na wanajua nini mashabiki wanataka kwa wakati gani. Diamond akiwa na project yake kaka. Nakupa mfano mmoja. Juzi kwenye interview Diamond aliulizwa swali kuhusu Alikiba. Lakini tuasi mimi nilikuwa nafuatilia live, niko South. Maswali yalikuwa hivi kwenye live. Wengine wanamuuliza Diamond kuhusu collab na Rihanna, wengine wamemuuliza Diamond kuhusu collab na Wiz Khalifa, wengine wamemuuliza Diamond collab kuhusu na Wizkid. Album na nini. Maswali yote yameulizwa. Kaulizwa swali gani pale na Liliomi? Wewe na Alikiba. Wewe na Alikiba. Why? Na wakati kulikuwa na maswali mengine. Maana yake pia wale washikaji zetu, mtu mmoja akiwa na jambo lake huwa anapenda kumtaja Alikiba mwenzake ili atoke, kwa sababu anajua brother, East Africa wale ndio wasanii wenye influence kubwa, ushawishi mkubwa. So maana yake Diamond anajua Alikiba na ushawishi mkubwa. Kwa na ushawishi maana yake kuna mashabiki wengi. Alikiba anajua Diamond ana ushawishi mkubwa, maana yake ana mashabiki wengi. Nitakapomzungumzia Diamond, mashabiki wake watareact. Kwa msanii nobody publicity. The more unavyonitukana unaniattack, mimi nafanya biashara. Sio leo. So Diamond alijua kabisa, mimi hili jambo langu liende leo na zindua radio. Ngoja ni mention ya Alikiba huko. Mashabiki wake watareact tu. Wakireact tayari watu wanajua Diamond alikuwa anafanya nini? Interview kwenye nini? Radio yake imerudi. Yes. Tayari watu wanajua kumbe radio ya Diamond imerudi. Kwa maana yake wale washikaji wanajua kutumiana kwenye mambo yao. Diamond anajua kumtumia Alikiba kwenye jambo lake, Alikiba anajua kumtumia Diamond. Alizungumza swala la kenge mwezi wa 10 2025. Kwa nini Alikiba alikaa kimya muda wote anakuja kujibu leo mwezi wa 4? Kwa sababu ana project, ana ngoma. Alikiba hawezi kumjibu Diamond kama hana kazi. Maana yake ni kwamba Alikiba pia anamtumia Diamond kwenye mambo yake. The same kwa Diamond. Hakuna mtu ambaye atasema anambeba mwenzake, linamnufaisha. Kwani Alikiba anazungumzwa peke yake au anazungumzwa na Diamond? Wote. Unasemaje Alikiba ananufaika peke yake? Alafu kuna mtu mwingine anasema swala la kimataifa. Unajua mimi nilizungumza jambo moja. Diamond amemzidi Alikiba. Niliona watu wanasema baada ya issue kwenda, Alikiba ananufaika sana kwa sababu Diamond tayari ni international artist. Hawezi kudini na Alikiba, yuko local, Alikiba karizika. Mimi nikasema, mimi ngoja niwafundishe kitu kimoja vijana. Kitu kimoja ambacho watu hawajui. Alikiba sio msanii wa kimataifa. Kwanza sio kweli. Nimegundua watu wengi hawajui nini maana ya kimataifa. Brother, tafasiri ya neno kimataifa ni kuvuka mipaka loko ya nchi yako. Sasa je, mataifa mangapi ambayo yako nje ya Tanzania? Kenya. Au mataifa yanamsikiza Alikiba? Kongo. Yamsikiza? Rwanda. Yanamsikiliza? Yamsikiliza. Kimataifa ni nini? Unajua vijana mentality zao nyingi, wengi wanakaririshwa vitu, hawajui kupambanua vitu. Vijana wengi wana habari ila hawana taarifa. Nisikilize. Habari wanazo ila taarifa sahihi hawana. Wana habari ya kwamba kuna kitu kinaitwa international, ila hawana maarifa kuhusu nini maana international. Deeply kwamba ukitaja international unataja nini? Sio, unaelewa? Ina combine vitu gani? International brother ni kuvuka tu mipaka nchi yako. Ukienda Burundi pale international kwetu sisi. Mtu wa Burundi Tanzania ni international kwake. Sisi Kenya pale ni international kwa sababu ni nje ya mipaka. So international sio London, sio Marekani tu. Na hiyo mtu Alikiba juzi katoka kufanya show Oman sio kimataifa? Kimataifa. So maana yangu ni kwamba kimataifa sio Uingereza na Paris kaka. So shida moja, vijana wengi wana taarifa, hawana maarifa. International inajulikana ni Paris, Marekani na London.
Bro, Warabuni pia sio kimataifa. Kenya sio kimataifa. Yaani mtu anataka kuambia even Kenya sio kimataifa. Even Burundi, Congo sio kimataifa. So hiyo nakupa picha gani? Vijana wengi hawana taarifa, hawana maarifa. Taarifa wanayo kwamba wanajua nini maana, wanajua kuna kitu kinaitwa kimataifa. Ile wanakosa maarifa ya kudadavua na kupambanua nini maana ya kimataifa. Tumeshaelewa. So nikasema ukisema Diamond yuko kimataifa, Alikiba yuko loko, ndakubali. Kwa maana yake, kwa tafasiri yake yeye. So mtu atakwambia nje ya East Africa, unaona kama mtu anahama kweli tena. Unaelewa? Na wakati Alikiba akatoka kufanya show Oman mwaka 2024, kaenda kufanya show Canada. Pale ni wapi? Simtetee Alikiba. Simtetee. Of course kuna vitu Alikiba anatakuwa kuchange. Lakini unajaribu kuzungumza, usitake kumzungumzia Alikiba kama unamzungumzia dogo fulani anaanza muziki kesho yani. Sio local kwa kiwango hicho. Yes bro. Kwanza Alikiba akashafanya muziki huu. Ukiuliza wasanii wote brother. Chidi Benz, nani, TID wanakuambia msanii leo safiri sana nani? Ali. Alikuwa anasafiri anaenda wapi? Ukienda brother, ukienda hata Google, YouTube sasa hivi, ukienda kuandika show za Alikiba za Uingereza na Marekani, utazipata nyingi sana. Fanya sana pia. Brother, kwa mwaka 2011 anakuja msanii kama Arakeli, anakuja kukupoint wewe kwamba ndo best vocalist. 2011 hakuna mitandao. Brother, not easy. Susha naelewa vizuri. Ni ngumu sana. Umeelewa? So usizungumze kama unamzungumzia dogo fulani. Yaani watu wengi wanajaribu, tumepumbazwa na kitu kimataifa mpaka tunajaribu kuondoa uhalisia. So nikasema Diamond ukiwa msanii wa kimataifa, unatakiwa kudili pia na vitu vya local. So Diamond still bado anaitaka local kwa sababu huwezi kuwa mkubwa kimataifa then local fanye vizuri. Kwa mfano nikupe mfano mmoja. Unamwona Tyler brother, mimi nimeenda South juzi. Tyler ni mkubwa sana nje ya South Africa. Eti? Mkubwa sana. Tyler? Mkubwa sana. Lakini ukienda kwao, yani wasanii ambao wanasikilizwa ni wengine. Yani unamtajia mtu Tyler, anasema we know Tyler. Lakini sasa ile kama wasanii kama kina labda kina DJ Moforisi wanavyosikilizwa kule. Sio sana, sio hivyo. Mimi ndio nakwambia ukweli. We jaribu kufualia hata challenge ambazo zinafanywa za nyimbo za Tyler zinafanywa na watu wa nje, sio South Africa. South Africa ni ya mapiano. Sumisha, kwa unaweza ukateka soko la kimataifa then nyumbani ukapasahau. So Diamond anachofanya anajaribu kukamata kote. Ndio maana analitafuta soko la ndani, hawezi kuliachia. Umeshaelewa vizuri? So maana yake ukiwa msanii wa kimataifa kama watu wanavyodai, maana yake Diamond ingekuwa na deal na wani. Sina kina Davido kina Burna Boy kina nani? Kwa nini anarushana madongo na watu wa sasa? Umeshaelewa vizuri? So narudi kwa mbele yangu, hawa wasanii wanapenda kutumiana. Ndio maana Alikiba akiwa na wimbo wake anakuja kumjibu Diamond issue ya Kenge. Jana. Umeshaelewa Victor? So point yangu ni kwamba issue ya Diamond na Alikiba imekaa kiushawishi. Wale wanaosanii wenye ushawishi mkubwa, mtu mmoja akaniambia Diamond ana collab. Ana namba nyingi. Umeshaelewa? Yes, sahihi. Na mimi nasema kitu kimoja. Diamond kamzidi Alikiba vitu vingi sana. Lakini katika sehemu pekee ambayo Diamond wanachona na Alikiba ni ushawishi. Hasa local. Hasa hapa ndani. East Africa. Royal fans. Yes, East Africa. Kitu ambacho Diamond anachuana na Alikiba ni ushawishi. Ushawishi maana yake ni kuwa na fan base. Fan base maana yake ni mashabiki. Whatever utakachokisema wako na wewe. Wako na wewe. Hiyo ndio sehemu ambayo wanachuana. Lakini mtu akimesha ni collab. Leo nakutajia eti collab inakutafasiri wewe ni msanii mkubwa. Daina Nyange kafanya collab na nani? Davido. Daina Nyange ni msanii mkubwa? Bado. Msanii wa kimataifa? Still. No, sio stili, sio msanii wa kimataifa na sio msanii mkubwa. Ndio maana nataka nikupe tafasiri ya kufanya collab na msanii mkubwa haikufanyi wewe kuwa msanii mkubwa au haikufanyi wewe kuwa msanii wa kimataifa. Daina Nyange afanya collab na Davido, msanii wa kimataifa? Hapana. Msanii mkubwa? Susha leo nakupa mfano mwingine brother. Siongee kwa baya kwa my brother Joe Makini, sorry. Joe Makini kafanya collab na AKA na Joe Makini. Na Davido pamoja na nani yule Chidima. Chidima. Wewe unamtafasiri vipi Joe Makini kwenye game ya Bongo Flava? He's a brother ambaye tayari ana nafasi yake. Lakini ukubwa currently. So nakupa picha ni kwamba collab tu azimfanyi msanii kuwa mkubwa. Msanii kuwa mkubwa ni kuwa na influence, kuwa na ushawishi mkubwa. Kwa mfano nakupa kwenye upande wa numbers. Kuna dada anaitwa Sofia Nzau yuko Kenya. Ndio msanii anayeongoza kwa numbers Spotify. Ana milioni 7 kaka. Diamond anaingia mara 7 kwa yule dada Spotify. Monthly listener. Je, huyo dada unamjua wewe? Wewe haya, amempita Diamond numbers. Je, ni msanii mkubwa? Sio, umeelewa? So numbers hazikupi picha wewe kwamba ni msanii mkubwa. Nakupa mfano mwingine. Diamond kampita subscriber Davido, Wizkid, Burna Boy, Rema. Njoo tuje kwenye tafasiri ya ukubwa. Diamond na wale wasanii. Nani mkubwa? Still anasubiri kidogo. Nakuja kwa Zuchu. Zuchu kampita numbers Aira na Tems. Aira sasa, yani mtu sanii pekee wa kike ambaye kampita numbers Zuchu YouTube ni Tyler. Sasa je, Tems na Aira Star na Zuchu nani mkubwa?
Bado wale najaribu kukupa mfano kwamba unaweza kuwa na numbers nyingi tayari zisikufanye kuwa msanii mkubwa. Sema tu Baraka jamaa Uganda yule. Yeah, Baraka Uganda. Yeah, of course anafanya vizuri nje, lakini in terms of branding, huwezi kummention akina Diamond bro. Huyo kaja juzi Scott Mapuma. Yeah. Si anafanya vizuri? Yeah. In terms of brand anampita Diamond? Hawezi. So maana yake ni kwamba ili uwe msanii mkubwa kaka, kuwa na ushawishi. Kuna watu wana ushawishi mkubwa na sio wasanii. Kuna watu wana ushawishi mkubwa nje na sio wasanii. Haina haja ya kuwamention hapa. So maana yangu ni kwamba tusitake kudogosha kitu ambacho ni kikubwa. Kuwa msanii mkubwa au kuwa mtu mkubwa, kuwa na brandi kubwa ni kuwa na ushawishi mkubwa. Watu kukufuatilia wengi. Umeshaelewa vizuri? Hiyo ndio tafasiri ya kuwa msanii mkubwa. Msanii mkubwa haijengwi na collabo, haijengwi na numbers. Umeshaelewa? Kaka, yule Davido huyu kwa Diamond YouTube anaingia hata mara 5. Lakini huwezi kusimamisha brand ya Diamond na Davido kimataifa ukasema una compare. So umeshaelewa my brother? Hata Ashake huyu hapo tu. Ashake ana followers milioni 1. Lakini wa moto. Angalia ana followers milioni 1. Njoo East Africa na anampita kwa brand kwa ukubwa. So maana yake ni kwamba kuwa msanii mkubwa tunazungumzia influence, ushawishi. Naelewa Victor kaka. So ni vitu vingi ambavyo natamani sana kuelekeza vijana brother. Waelewe. Tafasiri ya msanii mkubwa ni ipi? Tafasiri ya msanii wa kimataifa ni ipi? Msanii wa kimataifa ukishavuka mipaka ya Tanzania, wewe ni international. Lakini Mando, kwa mfano kuna ile ambalo limekuwa likizungumzwa sana. Kwa mfano ikija kwenye kesi ya nyimbo ya King ambayo ameshirikishwa na BN na collab ile hajashirikishwa. Collab ambao X ina maana yes. Umeshirikiana ile nyimbo, si ndio? Alafu uje kwenye Happy ya Diamond ambayo ameitoa pia. Ukiangalia kwanza wanasema kwamba namjeza sana Alikiba, nyimbo sio yake. Sijui watu ambao mnamkuza BN wa Kenya. No, watu ambao hawajui muziki watasema nyimbo sio Alikiba. Mimi siwezi kushangaa sababu vijana, nimekupa hii. Vijana wengi wana habari, hawana taarifa. Taarifa ndio hawana. Yaani taarifa ni yule undani wa habari. Unajua habari unaweza kuipata Iran wanapigana na Israeli. Ushamaliza, lakini taarifa ndani huna, kwa nini watu wanapigana? Ila habari unayo. So vijana wengi wana habari ila taarifa hawana. Yaani yale maarifa, taarifa ni maarifa. Hawana. Collabo ni collaboration. Yaani wewe hata unaweza kukaa ghetto kumwambia mwanangu, tufanye combo mwanangu, tufanye collabo, tushare kitu fulani. Maana yake kila mtu ana haki na kile kitu. Featuring ndio mtu akashirikishwa. Aliyeshirikishwa hana haki. Collabo wote mnashare baadhi ya vitu. Umeshaelewa? Mtu mwingine kaniuliza mbona iko kwenye account ya BN? Nyie mnaelewana. Wewe ikae kwenye account yako. Mimi Spotify na iTunes nakaa kwenye account yangu. Malipo ya kwako ya huku, show za kwangu. Umeshaelewa? Mnaelewana baadhi ya vitu kaka. Wewe fanya promo, mimi sifanyi. Tufanye promo wote. Collab ni mnaelewana nyie mnavyoitumia nyimbo hiyo. So maana yake ni kwamba ile ni collab kwanza. Alafu uweze kumkuza eti nani? Wanasema Alikiba kakuzwa au ni BN? Wanasema tunamkuza BN. Hapana brother, unamkuza BN international. Hapana brother. BN. Nakwambia kitu moja tu, sisi wa Tanzania, mimi nakwambia hiki Victor. Hii nawaambie watu. Sisi wa Tanzania tuna utamaduni wa binafsi. Jealous. Sisi kaka. Takwambia ni kwa nini sisi wa Tanzania tuna desturi ya binafsi. Nakupa hii. Wasanii wa Tanzania wanasikilizwa zaidi wapi? Kenya. Kwa nini wa Kenya wasiseme sisi tunawapa promo wa Tanzania? Wanasema sana pia na wenyewe. No, nisikilize. Wanaosema ni watu ambao sio mashabiki wa muziki. Mashabiki wa muziki wako ground ambao ndio wanasupporti. Mtu yuko Instagram kaka huyo anasupport muziki mpumbavu mmoja tu. Tuachane zile kina Mondi wale. So kampeni zao zile. Achana na hivyo vitu kaka. Juzi walikuwa wanaendesha kampeni ya Harmonize hawezi kufanya show Kenya. Watu wa mitandaoni. Kafanya hajafanya? Amefanya. Mimi nimekwambia hawa mitandaoni achana na hao mambulula. Mimi niisha kujua kitu moja. Watu wa mitandao wengi hawajui vitu. Ila kwa sababu wana platform wao wanajionyesha wanajua. Ila wengi hawajui. Kenya ndio wasanii wetu wanasikilizwa zaidi sana. Sasa kwa nini Mkenya siseme tu support wa Tanzania? Mwenye mtazungumza mitandaoni wenyewe wanapiga. Umeshaelewa vizuri. So wa Tanzania kama tuna mentality ya kwamba tunamsupport BN yao mkubwa, tayari tuna ubinafsi wote, hata mimi. Yaani ukishasema Mtanzania, maana yake ni sisi wote. Hiyo wote wa Tanzania. Maana yake lazima tujaribu kutafuta namna hiyo tabia tuiache. Hakuna kumkuza BN. BN kaja Tanzania kufanya show mara ngapi bila collab ya Alikiba? Si wamekuja solo wamefanya show wanajaza hapa. Unamkuza vipi BN? BN ni mkubwa bro. Yuko kule. Kama mtu anafanya kitu bora, Chris Brown Mtanzania. Kwa nini anapendwa Tanzania? Chris Brown sikaenda kujaza show South Africa. Kwa nini South Africa yule? Kwa nini anapendwa? Kuna msanii wa South Africa anaanza kajaza uwanja. Alisha kujaza Kaspa nyuma huko. Si ndio? Kwa nini wasijaze wa kwao kama wanawapenda watu wao? Ushaelewa?
So maana yake ni kwamba tukiacha hiyo nafsi, hiyo mentality ya binafsi, tutafanikiwa. Bien ni mkubwa, ngoma kali. Kitu kama kikali ni kikali kaka. Yule wale ile ngoma ya Despacito, wa jamaa wa Hispania wale. Ngoma inaongoza ina views nafika kama bilioni 7 sio bilioni ngapi. Sasa wale ina maana wa Hispania wako bilioni 7 duniani? Hapana. Kwa nini ina views wengi? Kwa sababu kitu kizuri kinapendwa dunia nzima. Ile ngoma finali kali. So wala tu tuseke si kwamba tunamkuza Bien. Katoa nyimbo nzuri na balance mizani. Hapana, Diamond kafanya nyimbo nzuri kwa level yake, Bien kafanya nyimbo nzuri na Alikiba kwa level yao. Kwani hapa wewe finali na Happy. Ipi kali kwa upande wako? Ipi kali? Ipi kali? Ndio. Finali? Wewe? Wewe Harmonize. Wewe Harmonize finali. Mwanangu, mimi tuache tu uongo wala tusiongee kwa ajili ya kubalance. Finali ngoma kali. Finali kali. Wameimba sana watu. Wala tusitake kubalance brother. Mimi niliandika juzi. Ile verse ya Alikiba ndio verse bora ya mwaka. Panda pale. Ile verse ndio verse bora ya mwaka. Sinavyo. Mimi si nakwambia. Collaboration bora East Africa washafunga. Kwangu mimi. Labda kama itatokea nyingine, lakini mpaka sasa hivi hii nani nilisema Alikiba na Bien wana kombo nzuri. Ukiona ngoma ya Unconditional Buy ile ambayo ilitoka mwaka 2015 ile ya Sound Soul, ile ndio ilikuwa collab kubwa East Africa. Tumepata collab nyingine kubwa ya East Africa ambayo ni ya nini? Ya final. Kwangu mimi mpaka sasa hivi tunavyozungumza, hii ndio collab bora Afrika Mashariki kwa mwaka huu. Limeisha. Hivi Rayvanny ni kama Watanzania hawataki kuelewa kwamba ni mkubwa, ama Rayvanny kuna namna ndio ule ukubwa ulikuwa unauzungumzia influence hana, ama ni kitu gani? Amekuwa anafanya sana show za nje, lakini like kama wabongo anaona kama ni anabebwa bana. Hamna, unajua kitu ambacho mimi nisema kwa Rayvanny. Rayvanny hataki kwenda kwa njia ambayo watu wanaitaka. Anataka kwenda kwenye njia yake yeye. Umeshaelewa? Yeye ameshachagua njia, mimi naenda hivi. Ile mashabiki wanataka aende hivi. So njia ya Rayvanny ambayo kaichagua mashabiki hawaitaki. Ile ndio inampa manufaa. Mshelo mashabiki watakuja, Rayvanny ameisha kimuziki. Katoa Mama Tetema na Nora Fatei, kaweka rekodi zote. Wakaanza kumshabikia tena. Rayvanny kashuka, kaenda kuperform Paris. Mtu anasema show ya Ferragola, si ndio? Na wewe pata nafasi kwa Ferragola kwa perform. Kafanye tuone. Umeshaelewa? So mimi kitu moja namwamini Rayvanny. Rayvanny brother na msimamo yake. Anapambania vitu vyake na ameweka slogan, wewe ukitaka kunisupport ni support. Utaki pita hivi, mimi napita kwenye njia zangu. Unajua mwisho wa siku nini vita? Wewe una malengo yako. Mashabiki wanataka kumdrive Rayvanny afanye kama wanavyofanya wasanii wengine. Kitu ambacho Rayvanny hataki. Rayvanny anataka kufanya kwa njia yake na ndio maana namfanikisha. Hiyo niamini mimi ninachokuambia brother. Rayvanny anataka kufanya kwa njia yake, ile mashabiki wanataka kumforce Rayvanny afanye kwa njia wanayoitaka wao. Kitu ambacho sicho. Kila mtu anapita kwa njia yake brother. Juzi Baba Levo kaongea kitu cha msingi sana. Kitu ambacho Diamond amemshindwa Alikiba na Alikiba hataki kumiga Diamond. Alikiba anapita kwa njia zake na Diamond anapita kwa njia zake. Tutakutana uwanjani. Wewe panda private jet, mimi napanda treni. Ila tutakutana kwenye mechi. Ushaelewa? Ndio kitu ambacho kawini. Why? Hataki kupita kwenye njia ambayo nyinyi mnazitaka. Anataka apite kwenye njia yake. Kina Harmonize ile kutembea South Africa na matajiri ni uchawa. Hamna, hiyo ni njia. Dunia nzima matajiri wanapenda kuwatumia wasanii kwa sababu wanataka influence. Wala huwezi kumshangama. Dunia nzima ndo walivyo. Wasanii wanakuaga karibu na matajiri brother. Dunia nzima. Kote. Juzi kina Davido wanachukuliwa waenda kufanya show South Africa na ule tajiri nani bure. Umeshaelewa? Ukienda Marekani, juzi kwa nini P Diddy analaumiwa anawaonea wasanii? Anawachukua wasanii wanakuja kwake wanafanya show. Matajiri ndio walivyo. Sababu ana hela. Matajiri wengi wanapenda kuwa karibu na nini? Na wasanii. Kwa sababu wasanii wana influence. Matajiri walichojaliwa wamejaliwa hela, walichonyimwa ni influence. So wao wana force wawe na vyote. Wasanii wana influence, hela hawana. Wana tofauti yake Mungu alivyo. So wasanii pia wanataka matajiri wapate hela. Yaani watumie influence yao wapate na matajiri wanataka wasanii wawape hela ili wao wapate influence. So ni win-win situation brother. Umeshaelewa? Hakuna mtu ambaye atakwambia hivyo ndio ilivyo brother. Wala usitake kumuonea Harmonize eti kuwa na tajiri uchawa. Uchawa ni nini? Uchawa ni nini? Kwani wewe kwenda kuomba show kwa mtu bwana nipe hela nikufanyie show? Si uchawa. Au kwenda kumapproach bwana mimi wewe kama media. Bwana umekuja kwangu mimi na kampuni. Bwana mimi naweza kufanya matangazo, nifanyie hivi nikufanyie tangazo. Si uchawa pia. So ukitaka kuzungumzia neno uchawa, maisha yetu yote yatakuwa ni uchawa. Sio, dunia nzima ndo matajiri wanapenda kuwa na watu wenye ushawishi duniani. Waona kina Aziz Ki hawa wachezaji wenye maarufu wanapenda kuwa karibu na watu matajiri. Kwa
sababu wanataka kuchota ile ushawishi wao na wao wajitangaze. Umeshaelewa? So Harmonize mimi siwezi kumshangaa. Wasanii wote duniani wanafanya vile brother. Mimi nikizungumzaga na Mando bana story waga haziishi. Ila tu muda ndio waga unatukatisha hapa. Nitaandaa muda mwingine je tuzungumze. Mando, pengine una lipi la kuambia watazamaji wetu wake? Hamna, tuendelee kusupport muziki wetu brother. Tuendelee kusupport muziki wetu na hii ni ongeze tu. Nilivyoenda South Africa nimejifunza kitu. Wale wenzetu hawana time na sisi. Hawana muda. Hawana muda. Mimi nilijaribu kuweka ngoma moja hivi, yani hawana vibe. Yani wanakwambia, yani wanaona wanakuwa bored. Acha bana. Weka ngoma yetu yani wanakuwa bored brother. Yani hamna chochote. Wale hawana time na sisi. Sisi ndo tunahangaika nao brother. Scott Mafuma sio hapa. Caesar sio hapa. Caesar ana collab ana hit song ngapi kaka? Je, Caesar anawapita wasanii wetu kwa brand? Kwa nini anakuja kufanya show Tanzania? Je, wasanii wetu wanaenda South? Jiulize hilo swali tu. Kwa nini wao wanakuja wasanii wadogo, mtu ana hiti moja anakuja Bongo kufanya show, lakini sisi wasanii wakubwa? Wewe ulimuona lini Alikiba kaenda kufanya show South? Ulimuona lini Diamond kaandaa show South? Kwa nini sisi tuende kufanya show ya kwetu kama angaandaa? Kwa nini tu wao wanakuja? Wao hawana time na sisi brother. Kukuza shobo sisi tuna shobo sana brother, na watakuja kuchota hela sana. Hawana shobo. So sisi tu support muziki wetu, support wasanii wetu. Full stop. Mando, mimi nikushukuru sana wakati wako bana. Pamoja sana mwanangu Victor. Shukrani bana. Big time mama. Thank you.